Na Mungu anapokukumbuka huwa ana tabia ya kuwafuta waliokutangulia. Israeli ilikuwa na mtu mmoja aliyejulikana kama Sauli, na alikuwa ni mtu mwenye nguvu. Hawa akina Abinadabu na wengine walipokuja, Samueli alidhani kwamba hawa watu wanaweza kuwa watu wanaofaa mbele za Mungu. Kuna watu mmesaulika, kuna watu ni kama vile ndugu zenu wanawaona hamna thamani, kuna watu hata jamii haiwakumbuki, kuna watu hata miongoni mwa watu mnapokaa mnaweza kuonekana kuwa watu wasiofaa kuwasogelea watu wengine. Nataka nikwambie, hiyo haimaanishi kwamba wewe ni mtu wa namna hiyo. Haijalishi mwanzo wako umekuwa mbaya namna gani, jifunze kuelewa ya kwamba vile ulivyo, maadamu unaishi, kuna kusudi la Mungu. Kwa kawaida lazima ukutane na changamoto za kukufanya ukatishwe tamaa. Kudharauliwa ni kitu cha kawaida. Kudharauliwa kunatengeneza heshima yako ya baadaye. Sikiliza, Daudi alikuwa miongoni mwa ndugu wengi waliokuwa na nguvu kuliko yeye. Alizaliwa akiwa ni kijana mdogo, na kinachoshangaza ni kwamba hata wakati Samueli alipokuja, mzee Yese alipotakiwa kuwaleta watoto, Daudi hakuwa miongoni mwa waliokumbukwa. Inawezekana historia yako inaweza kufanana na Daudi kwa namna ya kwamba watu ulionao hawajawahi kuona thamani ulionayo, kiasi kwamba hata mambo yanayofanyika yanafanyika bila wewe kujua. Haimaanishi kwamba wewe ni mtu wa ovyo, haimaanishi ya kwamba Mungu anakuona hivyo. Ndugu wanaweza kukuangalia wakatoa hesabu ya vile wanavyokuona kwa mtazamo wao wa nje, alafu wakasema huyu hawezi kutufaa. Mungu anakutafuta wewe uliyesahauliwa mahali fulani. Hata kama wengine wamekukataa, Mungu amekukumbuka wewe. Hata kama historia yako imepotea, kuna kumbukumbu zimefutwa. Kama mtu aliyeficha faili la mtu fulani aliye na haki ya kupewa haki zake, alafu faili limefichwa, na kuambia wakati wa Mungu ukifika, atahakikisha faili lako limepatikana.